الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah na kumtakia ziada ya rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama ninavyohusia nafsi yangu. Na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kufuata maamrisho na kuacha makatazo, kwani hawajapata waja wa Allah kuhusiana na kuhimizana katika mambo yaliokuwa bora kama katika masala mazima ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, ikiwa tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo leo ni tarehe 20 kwa 21 mwezi wa 3, ikiwa tupo katika sehemu au katika nyumba miongoni mwa majumba ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda, tunamshukuru Allah si kwa ujanja wetu wala kwa uhadari wetu, bali ni fadhila zake mpaka kutufikisha siku hii ya leo. Tumeamaliza makumi mawili ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupokelee katika ibada zetu za saumu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupokelee katika ibada zetu za tarawehe. Tunamwomba atupokelee Allah katika ibada zetu mbalimbali ambazo tunazifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani na hata nje ya mwezi wa Ramadhani. Ndugu zanguni, maudhui yetu inasema kwamba limadha sumiyat hadhihi layla laylatul qadr. Kwa nini usiku huu wa cheo ambao ameutaja Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani, kwa nini usiku huu umeitwa usiku wa cheo? Au kwa nini umeitwa usiku wa laylatul qadr? Anasema laqad sumiyat laylatul qadr bihadha al-ism, umeitwa usiku huu wa laylatul qadr au usiku wenye cheo kwa jina hilo li'adhimi qadriha wa sharafiha wa fadliha, kwanza kutokana na ukubwa wake ama ubora wake, kutokana na utukufu wake, na kadhalika kutokana na ubora kuliko masiku mengine yoyote. Na kwa sababu katika usiku huu wa Lailatul Qadr, mtu unapofanya kheri katika usiku huo, unapofanya toa katika usiku huo, inakuwa ni toa yenye thamani kubwa, na ipo sehemu nzuri sana ama sehemu tukufu, ambapo sehemu yake ni tofauti na ibada nyingine katika miezi ya kawaida, ikiwa ambazo kwamba mtu anazifanya. Bimaana usiku wa Lailatul Qadr ukadiriki ama ukaudiriki usiku huo kwa kufanya ibada, ima kwa kuswali ama kwa kusoma Qur'ani, kwa kufanya ibada zozote zile ambazo zimethibiti kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi ibada hiyo inakuwa na nafasi juu, nafasi ya juu, nafasi iliyokuwa bora na hadhi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika usiku huu wa Lailatul Qadr anzala fiha kitaban, ndio usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha Qur'ani katika usiku huo, usiku ambao dha qadrin, usiku wenye cheo, ala rasuli, juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye dhi qadrin, mwenye cheo vile vile. Wahtasa biha ummata dhata qadrin, na imehusishwa Lailatul Qadr katika usiku huo, imehusishwa katika umma wenye cheo, umma uliokuwa bora, umma uliokuwa na nafasi ya hali ya juu, kama ambavyo kwamba sisi ni umma bora.
kama Allah alivyosema kwamba kuntum khaira umma, nyinyi ni umma bora, bimaana ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umma bora. Kwa hiyo lianna Allah tabaraka wa taala anzala fiha kitaban dha qadrin ala rasulin dhi qadrin waqtasa biha ummata dhata qadrin ala baqiyati al-umam, kwamba Allah amefanyaje, ameteremsha kitabu katika usiku huo wenye cheo juu ya mtume ambaye mwenye nafasi ya hali ya juu, mwenye cheo, na Allah akauhusisha usiku huo upo ndani ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umma wenye nafasi kubwa, wenye hadhi kubwa kuliko ummati nyingine zilizopita, kuliko umma nyingine zilizopita. Na Allah subhanahu wa ta'ala yuqaddiru fi lailatil qadr ma sha'a min amrihi ila sanatil qabila, na Allah subhanahu wa ta'ala anapanga mambo yake, anayakadiria mambo yake katika usiku wa Lailatul Qadr, yale anayoyataka katika mambo yake mpaka mwaka mwingine tena. Kama Allah subhanahu wa ta'ala sema baada billahi minash shaitani rajim, fiha yufraku kullu amrin hakim, yanapambanuliwa mambo na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anapanga mambo yake, anaweka mambo yake ndani ya usiku wa Lailatul Qadr. Tunaambiwa kwamba Lailatul Qadr, usiku wa Lailatul Qadr, malaika hushuka, inakuwa malaika ni wengi sana ardhini, lakini si kwamba ni malaika peke yake tu, waruhu fiha, na Jibril alayhi salatu wasalam akiwemo humo, ambaye ndiyo kiongozi. Kama ni katika nyanja za kusema kwamba wanashuka labda wanajeshi au wanashuka askari, basi na yule RPC wao mkuu. Ukisema kwamba wamekuja wanajeshi, wamekuja askari, wamekuja wamejaa askari, basi wale askari bado inaonekana mbele hawajakamilika bado, lakini mpaka RPC kimkoa, kitaifa, utamtaja mwenye cheo na nafasi kubwa zaidi. Au wamekuja raia wote, mpaka na rais wao pia amekuja. Yani usiku huo malaika wanakuwa ni wengi katika ardhi, na akiwemo mwenyewe mwalimu wa manabii, mwalimu wa mitume ambaye ni Jibril alayhi salatu wasalam. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Ndugu zanguni, katika usiku huu hatutakiwi kuupoteza. Tufanye jitihada za hali ya juu kuitafuta hii siku. Na siku hii inapatikana wapi? Bibi Aisha radhiallahu anha qalat, amesema mama yetu Aisha kwamba kana, bimaana ai kana nabii sallallahu alaihi wasallam, nakusudia kwamba alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, idha dakhala al-ashr, linapoingia 10 la mwisho, hili tulilokuwa nalo, linapoingia 10 la mwisho, shadda mi'zarahu, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga kibwebwe. Shadda mi'zarahu, alikuwa akijipinda. Shadda mi'zarahu, alikuwa akijituma. Shadda mi'zarahu, alikuwa akijitahidi kufanya ibada mtume sallallahu alaihi wasallam. Shadda mi'zarahu, alikuwa akikaza msuli. Tunaweza tukaambiana wenyewe kwa wenyewe kwamba ndugu yangu, kazi ngumu bwana, kaza msuli baba, au haya maisha ni kaza ndugu yangu, kaza msuli usishindwe. Kumaanisha kwamba kukaza msuli si kwamba akachukua ule msuli au saruni ile wanaovaa au tunaovaa ya kulalia, au saruni kwa ajili ya kupumzika na kufanya mambo mengine yote katika saruni hiyo, kwamba ndio msuli uliokusudiwa peke yake. Au kama utasema shadda mi'zarahu, kama ni msuli huo fabihi wa ni'ma, na kama ni msuli kwamba kutunisha misuli, kwamba kuonekana uko vizuri, kwamba una nguvu ufanye kazi, pia peleka unakotaka. Lakini kwamba shadda mi'zarahu, alikuwa akikaza msuli, alikuwa akijipinda, alikuwa akifunga kibwebwe, alikuwa akijituma katika kufanya ibada katika 10 la mwisho. Tunaambiwa na Bibi Aisha, halafu wa ahya lailahu wa aikadha ahlahu, anahuisha usiku wake na alikuwa akiwaamsha wake zake. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anawaamsha wake zake kufanya ibada naye
Kama yeye atakuwa msikitini, basi lazima kwamba anahakikisha wake zake amewaamsha nao usiku kalile 10 anapokasimama kufanya ibada, basi anaamsha familia yake ambao ni wake zake, anawaamsha nao wasimame kuutafuta usiku huo wa Lailatul Qadr. Mwenye kumwomba msamaha Allah, mwenye kumlilia Allah, mwenye kumnyenyekea Allah, mwenye kumbembeleza Allah, mwenye kufanya chochote. Kuna mengi tumeyafanya nje ya Ramadhani, kuna mengi tumeyatenda nje ya Ramadhani. Huenda kuna mengi tumeteleza katika miaka iliyopita, kuna mengi tumeyatenda miaka iliyopita. Huwezi jua, huenda Ramadhani hii au makumi haya tukiadiriki ipasavyo, huenda ndio ya mwisho katika uhai wetu. Tumia nafasi hii. Ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye amesamehewa makosa yake yote, yale yaliyotangulia na yatakayokuja amefutiwa, hana makosa, amesamehewa dhambi zake, yeye alikuwa akijituma kwenye kufanya ibada namna hiyo. Kaifa ana wanta, vipi mimi na wewe ambaye kila siku leo tukiamka ni kusengenya watu, tukiamka kila siku ni kudhulumu watu, kila siku ni kula haki za watu, kila siku ni kula mali za watu, kila siku ni kufanya makosa, kila siku ni kuvunja heshima za watu, kila siku ni kufanya machafu mbalimbali. Kwa nini tusisimame na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akatusamehe makosa yetu, akatusamehe madhambi yetu, akatughufuria pale tulipokosea, ili tuweze kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala? Ikiwa mtume alikuwa anajipinda, ikiwa mtume alikuwa anajitahidi kufanya ibada, mtume ambaye alikuwa hana makosa, hana madhambi, maisha yake si kama maisha yangu mimi na wewe. Anapokuwa na amana ya watu, akikabidhiwa inafika amana kama ilivyo. Mpaka siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaambiwa kwamba alikabidhiwa amana ya dirham za watu azishike. Kakabidhiwa dirham zile, mwenyewe akaja kuzifuata kwa siku bila kutoa taarifa yoyote, akidhania kwamba labda itakuwa kuna chochote mtume amekifanya. Mpaka anakuja kukabidhiwa, yule muhusika aliweka amana yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule bwana akastaajabu, akasema, ama kweli wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Maanake hata zile alizompa pia hazikubadilishwa. Yani kwa mfano, unaweza ukampa mtu shilingi 50 yako akushikie, huenda kuna zile mpya pesa na chakavu kidogo na chakavu mwenda sana. Labda ukashikwa na tamaa ukasema, huyu bwana ngoja nibadilishe hii pesa, mimi napenda pesa mpya, nichukue yangu imechakaa nimwekee yeye huyu bwana hapa, mimi nichomoe hii mpya. Ile kubadilisha hivyo pia hakukuwepo. Huyu ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wakipeleka amana zao, watu wakiweka amana zao, inakuwa maana ikuta anakabidhiwa kama alivyoikabidhisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume huyu alikuwa halali kumila mwisho fofofo kuanzia usiku mpaka asubuhi. Ana muda kautenga, anainuka usiku, anafanya harakati za ibada, anatenda matendo ya ibada, ili kwamba lengo tupate kusoma kupitia kwake. Ndugu zangu na tukufu wa Kiislamu, mimi na wewe tuna mangapi tuliyotenda? Mimi na wewe tuna mangapi tunayafanya? Mimi na wewe tuna nini na nini ambacho kwamba tumekitanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ni kwamba ndugu zangu, tuna mapungufu mengi, tuna makosa mengi. Ukiudiriki ukaupata usiku huu, ima ikawa unasoma Qur'ani katika usiku huo, au ikawa unaswali katika usiku huo, au ikawa unafanya dhikri katika usiku huo, bimaana unafanya uradi wowote katika usiku huo, unamswalia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika usiku huo, kuna sadaka umeitoa katika usiku huo, kuna wema umeutenda katika usiku huo, malipo unayoandikiwa ndugu yangu Muislamu kwa usiku mmoja ni sawa na mtu aliyefanya ibada ndani ya miaka 83 au takriban zaidi ya miezi 1000. Sidhani kama 83 tulipo hapa anaweza mtu akafikisha 83, ila kama Allah ametupangia, inshallah turuzuku kama kuna kheri na sisi katika umri huo. Lakini kwa umri wako uliokuwa nao miaka 30, 40, 50, ukadiriki kuupata usiku huo, thawabu unazoandikiwa, mema unayoandikiwa ni kana kwamba umefanya ibada ndani ya miaka 83, kana kwamba umefanya ibada ndani ya miezi 1000. Huenda miezi hiyo au miaka hiyo ndugu yangu usiifike wala usikamilishe, lakini Allah anakuandikia ibada katika usiku huo, umefanya ibada ndani ya miaka hiyo. Miaka 83 uliofanya ibada, au miaka 1000, na si 1000, kwa sababu Allah akasema kwamba khairun min alf shahr,
ni bora kuliko miezi 1000. Yani si miezi 1000 tu peke yake, ni zaidi. Khairun min 1000 shahri, kuliko miezi 1000. Umepata nafasi hiyo na fursa hiyo, halafu una umri wa miaka yako 35, 40, 50. Umefanya ibada, umejituma. Kote kwa Allah kakulipa, ndugu yangu Muislamu. Sio muda wa kupoteza, sio muda wa kulala. Ni muda wa kujituma, ni muda wa kuchangamka. Kadhalika Mtume alikuwa akiwaamsha wake zake. Usio unaamka usiku kuswali, ndugu yangu Muislamu, halafu umemwacha mke wako anakoroma akiwa yupo katika hali ya usafi, hali ya utahara. Haipendezi. Unaamka kuswali, unawacha wake zako wamelala. Unaacha familia yako imelala. Una vijana ambao ni mukallafu tayari, ni baligh tayari. Unawaacha wamelala kwamba wewe unasema mimi na swali, wao watajua wenyewe. Mtume alikuwa akiwaamsha wake zake. Mtume alikuwa akiwaamsha wake zake. Na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ameomba dua ya rehma kumwombea mtu ambaye mume na mke watakao simama usiku, ima mmoja wapo au wote wawili, lakini akasimama mmoja wapo halafu akamwamsha na mwenzake. Yani ima kaamka mume kusimama usiku kuswali, kusoma Qur'ani na kufanya ibada mbalimbali. Mume baada ya kuwa nimeamka, ima ameshamaliza kuswali au ikawa na swali sehemu nyingine, akaona ngoja na mimi nimwamshe mwenzangu au niwamshe wenzangu niliokuwa nao. Kadhalika na mke naye, huenda Allah akamuongoza mke zaidi au akampa mke nafasi ya uchamungu wa juu, akawa anaweza ni msimamaji wa visimamo vya usiku. Mume akawa anakoroma, mume akawa ni mvivu amelala. Mke akatumia fursa ya kumwamsha mume wake kwa njia nzuri ambayo imeelekezwa na Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuchukue nafasi hii, tuchukue njia hii aliyotufundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye kuamshana swala za usiku, kwenye kuamshana kwenye ibada za usiku. Mtume ameomba dua ya rehma kwa watu hao. Msikilize Mtume anasemaje. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, rahimallahu rajulan qama min al-layli fasalla wa ayqadha imra'atahu fa in abati nadhaha fi wajhiha al-ma. Mwenyezi Mungu amrehemu mwanaume ambaye, amrehemu mtu ambaye aliyesimama usiku na akaswali kisha akamwamsha mke wake. Mke kama akikataa, Mtume akatoa njia iliyokuwa sahihi kumwamsha mwenzako. Akasema Mtume, fa in abad, kama mke akikataa kwa usingizi, kwa uvivu, kwa kingine chochote kile, mke kawa akakataa kuamka, Mtume anasema nadhaha fi wajhiha alma, akachukua maji kidogo kwenye mkono akampukutia kwenye uso wake. Chukua maji kidogo kwenye mkono halafu unakumuta kwenye uso kumkungutia mkeo ama kwa kungutia wake zako, ili unaambia maneno mazuri. Huku kuambia maneno mazuri, amka mke wangu, huu ni muda wa kuongea na Allah, huu ni muda wa kumbembeleza Allah, huu ni muda wa kujipendekeza kwa Allah. Kuna mengi tumeyafanya, huenda kuna mengi umeyafanya. Utizame usiku huu ulivyotulia namna hii. Hebu ufananishe usiku huu na utakavyokuwa kaburini peke yako. Mimi sipo. Utakavyokuwa kaburini peke yako, hakuna mtu yeyote. Amka uswali, umbembeleze Mwenyezi Mungu. Unamwamsha na kumpa nasaha apate hamasa ya kuamka kuweza kufanya ibada. Mtu huyu Mtume kasema rahimallahu dhaka rajulan, mtu huyo Allah mrehemu, ameombewa dua ya rehma mtu huyu na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema tena kwamba rahimallahu imra'atan, Mwenyezi Mungu amrehemu mwanamke ambaye qamat min al-layl, aliyesimama usiku mwanamke huyo, fasallat, akaswali yule mwanamke, wa aiqadhat zawjaha, na akamwamsha mume wake. Fa in aba, kama mume akiamshwa halafu akakataa, nadhahat fi wajhihi alma, mwanamke anatumia njia ile, atachukua maji kwenye mkono na kumpukutia mume wake kwenye uso, huku akimpa nasaha, huku akimbembeleza, mume wangu amka uswali, huu ni muda wa kuongea na Allah.
tuna mambo mengi, tuna matatizo mengi, tuna shida nyingi, familia zina tabu, maisha yetu ni mabaya, maisha yetu kadha. Ongea, tuna madhambi chungu nzima. Mwambie kwa kumbembeleza, apate nafasi na fursa ya kumuomba Allah, ya kusimama kwa ajili ya Allah. Watu hawa, familia hii, wakidumu katika maisha hayo, Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amewaombea dua ya rehema watu hao. Ndugu zangu, hatutaki rehema hizi ama hatutaki dua hii aliomba Mtume sallallahu alaihi wasallam tuipate? Kwa nini tusipate dua hii? Kwa nini tusijipendekeze, tusichukue mafundisho haya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwamba mwanaume yote anasimama usiku akaswali akamwamsha mke wake, akikataa achukue maji na kumbrashia kwenye uso wake? Kwa wewe ambaye uko bachelor, jiamshe mwenyewe. Wewe ambaye uko bachelor, jiamshe mwenyewe. Mtume hapa kawataja ngapi? Mume na mke. Sheikh, kuna upendeleo upo hapa jamani? Hatusemi kwamba huruhusiwi ambaye uko bachelor, la hasha wakalla. Unatakiwa ujitume sana na ujipende sana kwenye ibada kadhalika. Mtume, lakini imetuzungumza, hii ni hadithi iliyokuja kwamba amrehemu mwanaume ambaye kasimama kisha akamwamsha mke wake, amrehemu mwanamke ambaye amesimama kisha akamwamsha mume wake. Wale mabachela, poleni. Naam, Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba idha ayqadha ar-rajul ahlahu min al-layli fasallaya, pindi atakapoamka mwanaume usiku, pindi atakapomwamsha mwanaume kumwamsha mke wake usiku, wakaswali pamoja, akaswali rakaa 2 pamoja wote, kutiba fi dhakirina wadhakirati, watu hawa huandikiwa malipo yao. Wale adh-dhakirina wadh-dhakirati, adh-dhakirina Allah kathira wadh-dhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allahumma jalna minhum ya rabbi. Allah atujalie tu ni miongoni mwa hao. Mwanaume aliyeamka na akamwamsha mke wake akaswali ama wakaswali rakaa 2 pamoja, wote pamoja, mume akawa anamswalisha mke wake, watu hawa huandikiwa malipo yao katika wale Allah aliyowasema katika surat Al-Ahzab, kama sikosei, imeelezea sana innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati, mpaka kafika kwamba wadhakirina Allah kathiran wadhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, kwamba na hawa wataandikiwa katika sifa wenye kumtaja Allah kwa wingi. Huyu mwanaume ataandikwa mwenye kumtaja katika wanaume wenye kumtaja Allah, na mwanamke katika wanawake wenye kumtaja Allah. Mwisho wa aya Allah kasema amewaandalia watu hawa msamaha na malipo yasiyotindika. Ni nani asiyetaka msamaha wa Allah? Ni nani asiyetaka rehema za Allah? Tutumie fursa ndugu zangu. Tupo ndani ya masiku matukufu, masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Masiku bora katika mwezi mzima ni haya tuliokuwa nayo. Katika masiku hayo bora, halafu kuna usiku ambao ni bora kuliko katika hayo masiku 10 ambao ni usiku wa Lailatul Qadr. Hivyo basi ndugu yangu Muislamu, unaposimama usiku, hakikisha husahau kumwomba Allah mambo 3 mpaka 4. Bibi Aisha alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hivi nikiudiriki huo usiku wa Lailatul Qadr, je, natakiwa niombe nini? Natakiwa niseme nini? Mtume akamwambia, quli, sema, Allahumma, ewe Mola wangu, innaka afuwun, hakika wewe ni msamehevu Rabbi, ni msamehevu Mola wangu, tuhibbul afwa, sifa yako wewe unapenda kusamehe. Hiyo ni sifa ya Allah, tuhibbul afwa, sifa yako unapenda kusamehe. Fa'fu anni, nisamehe Mola wangu, nisamehe mimi. Haya ni mafundisho Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha mke wake kwamba ukiudiriki huo usiku, ishi dumu na maneno haya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Sasa tusikose kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zanguni, mambo makuu matatu takriban kama sio manne. Kwanza muombe Allah subhanahu wa ta'ala mwisho mwema. Tutumie fursa hiyo ndugu zanguni, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala mwisho mwema. Pili, muombe Allah subhanahu wa ta'ala kukubaliwa matendo yako uliyoyatenda. Muombe Allah, mbembeleze Allah ayapokee matendo uliyoyatenda. Muombe Allah ayapokee, azipokee ibada ulizofanya. Kisha muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, kama huwa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, na msamaha mwingine unaojua astaghfirullah alazim wa atubu ilaika, astaghfirullah alazim lilmu'minina walmu'minati, na uradi wote unaojua. Dumu ishi nao katika haya masiku, sio masiku ya kupoteza. Hata fursa moja isikupite ila kuna kitendo umekifanya kwa ajili ya kutafuta radhi na kutafuta fursa na msamaha na rehma kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha jitahidi sana kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aubadilishe moyo wako. Huenda ulikuwa huswali kabla ya Ramadhani, huenda ulikuwa hufanyi ibada sana kabla ya Ramadhani, huenda ulikuwa huswali baadia ukiingia msikitini, wala huswali kablia, wala huswali tahiyatul masjidi, lakini kwa Ramadhani unahakikisha hata kama utakuwa umemaliza kuswali swala ya dhuhuri au swala ya magharibi, pamoja kuna chakula kimewekwa na unataka kwenda kufuturu, nafsi yako hapana, kuna fadhila za rakaa 2 baada ya magharibi, ukawa unaziswali. Muombe sana Allah kusimamishe zaidi katika hilo hata baada ya Ramadhani. Muombe sana Allah kusimike kwenye hilo, akudumishe kwenye hilo hata baada ya Ramadhani. Kwa hiyo tumuombe Allah azithibitishe nyoyo zetu katika ibada. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atakabalie ibada zetu na saumu zetu. Ndugu zanguni, ni kwa nini usiku huu umeitwa Lailatul Qadri ama umeitwa usiku wenye cheo? Hizo ndio fadhila zake kwa mukhtasar, lakini kama tunasema tunaamua kuzielezea tutafika hata saa 10 hatukuzimaliza hapa. Tuchukue haya machache, khairul kalami ma qalla wa dalla, bora ya maneno yale machache na yenye kuongelewa na kufahamika. Kwa tuchukue haya machache tuishi nayo, tumuombe sana Allah msamaha, tumuombe Allah tuthibitishe kwenye dini yake, kusimama kufanya ibada ipasavyo. Tumuombe Allah tupe mwisho mwema, tumuombe Allah tupokelee matendo yetu tuliyoyatenda. Huenda tumefanya sana mwezi wa Ramadhani, lakini huenda Allah situpokelee amali zetu, huenda Allah situpokelee matendo yetu, huenda Allah siyakubali matendo yetu. Tutumie fursa katika masiku haya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayapokee matendo yetu na atusamehe dhambi zetu sisi na vipenzi vyetu. Qultu ma qultu wa astaghfirullah ma qultu fastaghfiruhu lima sami'tumuhu. Alhamdulillah al-fa'il mukhtar, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin safwatil abrar, wa ashhadu an la ilaha illa Allahul wahidul ahad, وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله السيد السند. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إن الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك الكلمة الحق والدين، وأعلي بفضلك الكلمة الحق والدين. اللهم جئناك تائبين، اللهم جئناك تائبين، اللهم جئناك تائبين، وفي عفوك راغبين، وفي عفوك راغبين. فعملنا بإحسانك وتولنا بنصرك، وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأزواجنا وذريتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.